akubariki, na Baba usije ukamsahau hata wakati wa kuhitaji na wakati wa shida na mateso. Ukasimama naye Baba, ukafanya jina lako likatukuzwa kupitia maisha yake. Tubariki tunapoendelea na neno lako kwa jina la Yesu. Tuomba na kushukuru. Tunapoelekea pia na kubarikiwa pamoja na pia pamoja na haya kwamba bado tunashikilia imani na wokovu katika mioyo yetu. Bwana asifiwe. Na katika msimu huu ningetaka tuweze kubarikiwa na neno la Mungu ambao linalingana sana na msimu huu wa Pasaka. Na ningetaka tu ni-introduce ama nifanye utangulizi kidogo ya kwamba hasa Pasaka ilileta nini kwetu, ilituletea nini Pasaka, ilituletea nini. Tuna hafla mbili ambazo Wakristo wanatilia mkazo sana na ni vizuri. Tuna hafla ya kwanza ambayo ni ya Christmas, ambapo ni wakati ambapo Yesu Kristo aliweza kuzaliwa na malaika wakaimba mbinguni ya kwamba furaha na ile duniani, kwa sababu kumezaliwa yule ambaye atakuwa mkombozi wa ulimwengu. Na kwa hivyo hiyo hafla ya Christmas ya Disemba ni ya maana sana, kwa sababu ndio siku ambayo Mungu alikubali mbingu kuachwe kukiwa kumepungukiwa, baada ya kule na kumejaza ile hali ya Utatu Mtakatifu. Mbinguni kukawa na utukufu, ni kwa sababu mmoja wao alishuka na akazaliwa kama mwanadamu, na kwa hivyo kukawa na hali hiyo ya kwamba Mungu akaupenda ulimwengu na Yesu akaweza kuzaliwa kama mwanadamu. Kwa hivyo Yesu alikuwa bado anaishi, lakini alivaa mwili wa mwanadamu kama mtoto ili azaliwe na akae pamoja nasi kwa kipindi ambacho alikaa. Baada ya kuweza kukaa kwa miaka 33.5, Biblia inasema ya kwamba baadaye ikafika wakati ambao ni wa Pasaka, ambao Mungu alikuwa amenena katika Mwanzo 3, wakati mwanadamu wa kwanza alipofanya dhambi, na Mungu akasema ya kwamba nimeweka uadui kati ya mbegu ya mwanamke na mbegu ya nyoka na shetani, na akasema ya kwamba mbegu ya mwanamke itamponda kichwa, naye shetani ama mbegu yake itamuuma kisigino. Na alikuwa anataja mambo hayo kwenye Mwanzo 3. Hiyo ilikuwa ni tabiri na neno la Mungu ya kwamba ambao ilikuja kutimia baada ya miaka mingi sana, wakati wa Yesu kuwa msalabani, naye akamuonga shetani kichwa na akaweza kumharibu kabisa na shetani. Kwa hivyo shetani akakosa nguvu, nasi tukapata nafasi ya ukombozi na ya kuokolewa. Na niseme ya kwamba katika hapa hizi mbili zote ni za maana sana, kwa sababu kama Yesu hakuzaliwa, hakungepatikana yule ambaye angekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Pia kama Yesu angezaliwa na akose kukubali kufa kwa ajili yetu, tena hakungepata wokovu. Na kwa hivyo haya mambo mawili ni ya maana sana. Sasa Disemba tulisherehekea wakati wa kuzaliwa, na mwezi wa 4 wakati wa Pasaka huwa tunasherehekea, huwa tunakumbuka wakati wa kufa na kufufuka kwa Kristo. Na wakati ndipo wakati ambapo tulipata ukombozi, we got the redemption, na tukaweza kuwa watu ambao wamekombolewa, watu ambao wamewekwa huru, watu ambao wamehesabiwa kuwa haki, ni kwa sababu ya kifo cha Yesu pale msalabani. Praise God. Bwana asifiwe. Na kwa hiyo ningetaka tupitie hili neno pamoja na wewe, na tuweze kuona jinsi ambavyo hili neno hapa msimu huu na hafla hii ilifanyika ya maana sana katika mioyo yetu na katika maisha yetu kwa jina la Yesu. Sasa tunaendelea jinsi ambavyo haitakuwa tena juu sana, kwa sababu isilete kelele. Niseme ya kwamba ningetaka tuwe na hili neno kwa muda ambao umesalia, sitakuweka sana. Ningetaka katika msimu huu jambo ambalo ni kuu sana, ambalo linalengwa ama linawasilishwa wakati huu, ni neno la msamaha. Praise God. It is about the forgiveness. Na mimi hapo ningetaka kusema kwamba forgiveness from the depth of the heart, ama msamaha kutoka kwa kilindi cha moyo. Na ningetaka kueleza hili. Unajua wakati
nimeshaelezea sana kuhusu wakati wa Easter, na kwa sababu ya muda sina wakati wa mrefu, sitaelezea sana. Siku ya leo nikubalie tu ninene kuhusu msamaha ambao tuliweza kupata kutokana na moyo wa Mungu ambao umejawa na upendo. Na katika hali hiyo ya msimu huu wa Pasaka unaachilia kabisa jinsi ambavyo Mungu anatupenda, na hata ikiwa tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa tumeasi na tumefanya dhambi mbele za Mungu, lakini kwa sababu Mungu wetu ni wa upendo na amejawa na msamaha, akakubali Bwana Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yetu, na ili hatimaye yeyote ambaye atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Praise God. Na kwa hiyo kupitia kwa Kristo Yesu tukamata msamaha wa dhambi, na yeyote ambaye anakiri Yesu ni Bwana, yote ambaye anakubali yeye ni mwenye dhambi na kuliitia jina la Bwana na kukubali kwamba Yesu alikufa kwa ajili yake, hatimaye na bila shaka anapata msamaha wa dhambi na akaokolewa na anahesabiwa haki na kujumuika pamoja na jamii ya watakatifu mbele za Mungu. Praise God. Halo, ningetaka nitangulie na neno ambalo liko kwenye Mathayo chapter 6 verses 9 to 15, ambapo Yesu alikuwa anafundisha jinsi ambavyo inatupasa kuomba, na akafunza ni ombi ambao tunaomba ombi ambao tunaomba. Ningetaka tuweze kuona tusomewe hiyo mistari sisi tutasomea kama Susan kwa sababu wewe tunaweza kusomea. That is Matthew chapter 6 verses 9 to 15. Ningetaka tuone jinsi ambavyo Yesu mwenyewe alitufunza kuhusu maombi, na katika maombi haya kuna kitu cha maana sana ama cha muhimu na cha lazima ambazo kama watu ambao wameokoka tunastahili kuwa tunakifanya. Tusomee hapo katika jina la Yesu. Matthew chapter 6 verses 9 to 15. Nyodo shirani ni hoyaga igoko ndemito weiguru rito ya kutulia Mungu uthamaki waku uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi ota uria wikagwo iguru. Tuhe umuthi irio citu cia utuigana na uturekere mathithĩ maitũ ota uria ithuĩ tũrekagira arĩa marĩ mathithĩ maitũ, na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Nĩ ũndũ akorwo ithuĩ nĩmũhoyagĩra andũ angĩ mehia mao nake Ithe wanyu wĩ igũrũ nĩarĩguohagĩra ithuĩ. No okorwo mũtiohagĩra andũ angĩ mehia mao nake Ithe wanyu ndarĩguohagĩra mehia mao. Amen. 14:15. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Praise God. Ningetaka kuangalia hili neno ambalo Yesu mwenyewe alitufunza kupitia wakati ambapo alikuwa anahubiri katika ulimwengu huu. Neno Mungu linasema kwamba wakati huu alipokuwa ananenea umati pamoja na wanafunzi na akamuuliza jinsi ambavyo inawapasa kuomba, akawaelekeza na akawapa mwelekeo jinsi ambavyo wanastahili kuomba, jinsi ambavyo tumesomewa mahali pale. Na kwa hivyo neno linasema kwamba wakati tunapoomba, tumeshasema hapa mara nyingi ya kwamba unajua maombi unakuta anapoenda mbele huwezi kupeleka unafiki mbele za Mungu. Amen. Mbele ya Mungu hiyo hiyo kwao. Amen. No kwa hiyo hikaikoti na Mungu amewediekete ya yeye. Amen. Dia huyu ya Mungu ona ndio kitu kile. Hivyo ndio unaona na Mungu ana majina makajo ya mkali. Na makali mpaka kamshauri yake todo ni mambo ya igoti kana hali yetu na kikoi matiko ya kudini. Lakini tunapoenda mbele za Mungu mambo yale kutaki yako. Amen. Amen. Tukitaka. Praise God. Amen. Hauwezi kuenda kupeleka unafiki ujinga mbele yake. Todo utiko roto ya tekeona na koroka wewe. Praise God. Na kwa hivyo tunapoenda mbele za Mungu, maombi ndicho kitu cha muhimu sana
Praise God. Na kwa hivyo katika maombi, ili maombi yetu yakubalike, neno limesema ya kwamba verse 12, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Lakini hapa ili mtu akamilike na akamilishe maombi yake mbele za Mungu, lazima aombe msamaha mbele za Mungu. Na kitabu cha Yakobo kinasema ya kwamba kama ukisema ya kwamba hapa ni Yohana, tungiweza kuheti tungetua na iwapa heri na wema wake ndio hapo ndani. So in every time we are all sinners before the eyes of God. Amen. We are transgressors. Ndipo kwa tukiokete kikio kama ni hayage. Na ndio shule kama Mungu wake yuko ukimenya. Ndio kama ni ile yake. Mungu wake atakana kulekewa. Hata kuhiyo kwa behia. Nenda kwa yake ikikirike mige. Na kwa hiyo unapoenda mbele za Mungu, usisahau na kuweza kutubu dhambi. Na katika maombi kuna ule mwelekeo ambao huwa watu wengi wanatumia kwa jina acts. A-C-T-S. Inamaanisha the adoration. You must adore God first. Unapoelekeza Mungu, kwa ile mapatano. You first of all adore Him. Uweze kumuinua, kumshukuru, kumwabudu. Wote wengine gaino wote ni the name and the name acts. You first of all, you must adore God before anything else. Kaine mune newe wanaangalia mambo yale kama Mungu ukimeka. Hiyo ndio jambo la kwanza katika maombi yako. Praise God. Hata ulimwengu, wakati ambapo viongozi wa ulimwengu wanakuja katika maeneo, hapo wanajikuta inabaki katika ile president kwenda mahali. Atuhije ndio kuhusu. Hapana, mama kumwosha. Na kuna habari nyingi kende. Mali kile mmoja mama kile kile watu bila hapo hapo. Ndio ndio yake kubiria kana ndio alipatao kubiria na mai, alipatao ni fana kwa sababu wakati unamwabudu unafanya abudue moyo wake. Amen. Na unapokuwa moyo kupokea sifa, hapa wakati unawasilisha mahitaji, praise God, unakuta moyo wa Mungu bado wewe. Amen. Kwa hiyo jambo la kwanza you must adore God, the adoration. Amen. Jambo la pili ni confession. You must confess your sins. Na Mungu haya mali ya mali atoe. Kwa hiyo ni Mungu na Mungu. Praise God. Wakati mmoja nilipoenda na mtu, nilikuwa na jamii yangu tunaenda huko. Na tukiwa kwa barabara, kijana mmoja anaendesha gari. Tukiwa kwa barabara, tukakutana na gari hili. Nikasikia pakio, then nisikie. Nikamwambia sasa ukiona gari kama hiyo, ukaenda mbele. Na mahali kama mimi nimeaona. Sasa tulipofika, nikaona kama ni hebu take ile hizi. Lakini nilikuwa na kuangalia kama sio hebu. Will screen ilipigwa ikaka. Kukataa ikaanza kuwa traffic ikaanza ku-expect. Unajua ilibidi hata kwa moja ya brand naanza kujiandikishia huko offsite. Ilibidi tena 50,000 yenda kuisikiliza. Mnogo ya watu wa EMC daloni. Ulikuwa tunataka kufanya. Hiyo ndio kwa ya kwa wale. Ese ndio ndio ni ile kwa kama ya yake. Lakini Mungu anajua wewe hata kama unajisikia kama wewe ni mtakatifu msafi, kuna wengine kuingiza na ukafanya agadike sana. Ilikuwa kijasa example ya kwamba unaweza kutenda maajabu baya au ukosea kama ukwase na usijue. Na that's why we always confess before God. As we approach God, make sure ya kwamba jambo la kwanza baada ya kumuinua
jambo la pili, it is confess for your sins. Amen. Unatubu dhambi zako. Ya tatu, it is thanksgiving. Kwa sababu hata ikiwa wewe ni mgonjwa, onaikoni wewe wewe mhoto, ni mtu inanga kwa Mungu. Amen. Praise God. Unashukuru Mungu kwa sababu yote ambayo ametendea. Sasa hiyo ni hatua ya tatu. Na ya nne ni ile tunaita supplication. Sasa unawasilisha mahitaji yako. Unatetea kwa barani ya Gai, walikuwa mehia, walikuwa kushukelia ngako wakana, ndio kwa hapa kumbe kwa barani toka ya kutoa neno wewe tuipata leo, na hiyo ndio mtindo au mwelekeo wa maombi. Praise God. Na kwa hivyo ili maombi ya mtu yaweze kukamilika, you must confess for your sins. Amen. Na sasa unataka kusamehewa, na inakulazimu uombe msamaha mbele za Mungu. Lakini leo nimesema hivi, na hapa ndio nataka kushike vizuri. Kama unataka Mungu akusamehe dhambi ili upate kibali mbele zake, you must also forgive those who sin against you. Amen. Lazima uwasamehe wale ambao wanakukosea. Amen. Praise God. Na katika neno la Mungu inaonekana tuna mambo mawili ambao tunastahili kufanya kwa wale ambao tunaishi pamoja na wao. The first thing, we must forgive them. Amen. For whatever they have sinned against us. Unaweza kukamwasi mtu. No hekemu. Na jambo lingine linasema kwamba tunasamehe watu hata madeni. Kuna mtu mwenye uko na deni na yeye, na imekaa sana. Na ndio kuna ndio ikaja. Mara kwa nini? Okoreke kuhema bile baitu. Tore ni kwa haki ayake. Mendo na bile baitu. Kana na bile nao. So you must train your soul, your heart, and also your life to forgive. Amen. Na kwa hivyo Biblia inasema kwamba kama ni hivyo, kama sisi tungetaka kusamehe dhambi na makosa ambayo tumemkosea Mungu na madeni ambayo tuko nayo kwa Mungu, lazima nasi tuwe na moyo wa kusamehe wengine. Kama mtu amekukosea, akakutenda dhambi, Kiswahili kingine inasema madhambi. Dhambi hasa it is between a man and God. Lakini madhambi haya mengine, makosa madhambi hiyo ni kati ya mtu na mtu. Amen. Transgression. Unakiuka unakielekea katika Mungu. Na kwa hivyo katika mambo haya yote, neno kuu ya Mungu ya kwamba we must forgive. Na Biblia inasema vizuri ya kwamba kama hausamehe mtu ambaye amekukosea, hata Baba yetu aliye mbinguni, Baba yako aliye mbinguni hata kusamehe hata wewe. Nasamehe. Lakini wewe ambao ulikosewa, unasikia uko na right, uko na haki ya kukasirika na kudumisha ule uchungu ndani ya moyo wako. Unaishi kwenye dhambi kwa sababu ulikuaswa, lakini yule ambaye alikukosea aliomba msamaha kwako ukakataa, akaomba msamaha mbele za Mungu. Amen. Na wewe hii wawili, Mungu akitazama kutoka mbinguni, wewe ambao ulikosea wewe nao. Kwa hiyo kile kilele. Wacha nikwambie. Ona Mungu anataka leo ili. Ona kama Mungu ako unaweza kufika. Amen. Mungu anataka msamaha wewe. Toba kuelekea dikinga, ona wewe kimelea gei hapo wewe. Lazima tuwe ambao kuna moyo wa Mungu. Tumwile Mungu wetu, tumwile Kristo ambaye amekuja msalabani. Praise God. Na kwa hivyo jambo la kwanza ni lazima tujifunze kwenda msalabani, kwa sababu msimu wa Pasaka ni msimu ambao hata sisi wote tulisamehewa dhambi. Ulimwengu wote ulisamehewa dhambi. Na Yesu akajitwika ile dhambi yote, makosa yote, udhaifu wote, akaenda kuichukua pale msalabani, akajitwika, akala bali hayo yote ni kwa sababu
sababu yetu. Praise God. Na kwa hivyo wakati tunapookoka tunahesabiwa haki, tunawekwa huru, tunapata wokovu na utakaso. Na sio sisi ambao tulikufa. Praise God. Sio sisi ambao tulikufa, ni Yesu alikufa kwa ajili yetu. Amen. Na kwa sababu yeye huwa anatusamehe, lazima nasi tujifunze kusamehe wengine. Praise God. Bwana asifiwe. Na ndio kwa akaitu. Kwa kutoka kwa kila ndege yake. Aliamana hivi ndio makao polisi. Amen. Kuna huko kwa hivi. Ndio mtu mwingine akikumbuka mimi alikosewa hapo wewe utubu unakufa. Wewe wewe hauingika. Ndio aikika kwa hiyo emoji. Kwa hiyo ndio esi ndio ya dini. Ndio ndio anakuwa kwa hiyo nalo ni Mungu wetu ya hivi. Kwa dunia. Gotoria Mungu na kwa yeye kile kitu make wanatia yale kwa. Amen. Praise God. Lakini tupite kwa shiki kwenda. Na ukisamehe kwa hiyo mama. Praise God. Mimi leo nimesema baba kama sisi ambavyo tunaomba msamaha mbele za Mungu na Mungu wetu wa mbinguni anatusamehe hivyo nasi tusamehe kwa ndugu wetu, tusamehe kwa wapendwa wetu ambao wanatukosea. Mambo mawili, makosa na madeni. Kuongea bila na Mungu, wale jirishe kwa hakuna, na ukeni kwa mwisho kulega. Sometimes it is good to forgive. Ona ubika kiasi. Yeah. Ndio hivi iko kiasi. Oke upendo teleshike kwa hiyo kiasi. Amen. Hapo. Leta kama inasamehe watu madeni hata wewe pia. Kwa sababu hiyo hata wala shiki barani. Wewe ndiye dada na kama ndio ulikana kwa mtambo. Wewe na wewe ngoja na kwanya. Ndio ndio. Amen. Praise God. Ndio kwa kushukuru na katika ndani. Kwa hiyo ndio ndio hiyo akira kama huyo. Akabidi kutabeta kwa kule. Ndio ndio kwa ndio hii leo. Dijao kadai na kwa kabili huko ndio kwa hiyo ya kwa Dibajiko kwa kadiri kana diwa na sio de kazi na kwa sababu hata mimi ningetaka pengine kuna jambo Mungu alikuwa anataka nitende hapo nifanye na sikufanye. Praise God. Hii ninaposamehe wengine hata ile hali wakati mgumu akapitia wakati mgumu wa wiki nzima na tumeshaelewa mara nyingi ya kwamba mateso ya Yesu na kifo cha Yesu hakufa siku moja, hakufa jinsi ambavyo sisi kama wanadamu tunakufa kifo cha ghafla ama kukata roho mara moja. Kifo cha Yesu kilikuwa muda wa juma nzima, ingawa ya hekima kifo cha Yesu hakuja wiki nzima. Kwa ile alikuwa wakati ambao aliteswa, kuna ile inaitwa juma la mateso, the week of tribulation or temptation. Na anaweza kuteswa sana kwa sababu Yesu alikuwa anakufa kifo mara mbili, kifo cha mwili na kifo cha kiroho. Na kile ambacho kilimuudhi sana sio kifo cha kimwili, ni kifo cha kiroho, kwa sababu alikuwa anapigana na ufalme wa giza. Amen. Praise God. Kwa hiyo Yesu akakufa kifo cha mwili. Kutoka wakati ambapo alishikwa pale Getsemane, kwa juma nzima alikuwa anapitia kifo cha kiroho ili aweze kuangamiza ufalme wa ulimwengu, ufalme wa giza. Na ndiposa akamwambia Petro, kile kikombe ambacho kiko mbele yangu, ambacho nimeletewa ili niweze kunywea, wewe hauwezi. Kwa sababu Petro yeye alikuwa anasimama na nguvu za
mwili na ujasiri na mambo mengine. Na ndiposa alikuwa anataka askari sikio na upanga, kwa sababu alikuwa anapigana hiyo vita ya kimwili. Lakini mbele za Mungu, Yesu hakuwa anapigana tu vita ya kimwili, alikuwa anapigana vita ya kiroho, kwa sababu ufalme wa giza ndio ulikuwa wenye mamlaka na ndio ulikuwa unatawala. Amen. Na unaweza kusoma kwa kitabu cha Injili ya Yohana haya 17. Kuna mmisali alikuwa anasema kwamba mfano wa ulimwengu huu atumana watu maovu yenye mwili na ikaka wanaipokea mwili. Ni kifo cha kiroho. Na kwa hivyo wakati Yesu alipokuwa ameteswa sana katika Luka 23 ukianza na 34 kuna misali ambapo iko hapo ambapo Yesu mwenyewe aliweza kupitia, lakini akanena maneno haya katika hali yake ya uchungu mwingi, lakini alikuwa amejawa na ile hali ya kusamehe. 23 verses 34. Lakini inasema kwamba when they came to the place called the Skull, there they crucified him along with the criminals, one on his right, the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Praise God. Yakuwa walipofika pale ambapo ni pale Golgotha, palikuwa panaitwa fuvu la kichwa. Biblia inasema kwamba wakaenda kumwagika msalabani mahali pale. Matibabu kama ile hapo na taratibu aishie. Ogogo kwa ule mwangu kwa umo. Na ile akili kaida ya moyo wake. Ile akugara. Maana karuda naye akasema kwamba Baba uwasamehe. Usiwaulize makosa haya, uwasamehe kwa sababu hawajui lile ambalo wanalitenda. Na baada ya hayo wakahawana mavazi yake. Kwa hivyo, even at his point of death, he was still forgiven. Even at his point of death, wakati anauchungu na kifo, alikuwa amejaa na msamaha. Praise God. Nasi tumeokolewa na hiyo damu ya Yesu, ambayo ni damu ya kusamehe. Bwana sifiwe. Kwa hivyo katika maisha yako, pengine ulikosewa na mtu, pengine ni jirani, pengine ni mzazi, pengine ni mume wako, pengine ni mtoto wako, yeyote yule, unastahili uwe na moyo kama wa Yesu, ambao ni moyo wa kusamehe. Yesu akasema kwamba Baba, usiwaulize dhambi hii, kwa sababu hawajui wanaolitenda. Na baada ya hayo akakata roho na mavazi yake yakatawanywa. Wabale kwa askari wakagawa mavazi yake kwa kuyapigia kura. Na hili linaonyesha wakati Yesu alipokuwa katika uchungu mkuu, alikuwa bado na moyo wa kusamehe. Nasi kama watu wa Mungu ambao tunakumbuka msimu huu wa Pasaka, hebu tutafute kusameheana dhambi na makosa mtu na mwingine, ili naye Mungu wetu wa mbinguni anayezidi kutusamehe kwa sababu yeye ni mwaminifu. Praise God. Bwana ni Mungu. Nikitaka tunapoendelea hivi, wameendelea kuleta hii hapo kuna jambo. Unakumbuka mtu ambaye alikukosea na kila wakati unapomkumbuka unasikia uchungu. Wewe uchungu unafufuka. Wameendelea kumweka Mungu kulekani. Na leo ndio mtafuke. Na akikosa kukubali, asipokubali akashana naye. Biblia yake ni wewe, Biblia inamwona, nenda kujiangalia ni pekee. Ndio kama mtu huu ataweza Mungu. Praise God. Hao wale msali Acts. Kitabu cha Mitume 7 mstari wa 59 Acts 7. Nataka tuone yule ambaye alikuwa mshuhuda wa kwanza ambaye alifia Injili baada ya Kristo. Mtu ambaye anaitwa Stefano kama Stephen. Yule kwa njia gani ambaye alipitia katika mambo haya, lakini yeye alisimama kabisa na neno la imani katika jina la Yesu. 59
hapo Mitume 7:59-60. Tunasoma mstari ambao inalenga mahali ambapo leo lipo ambao nataka kuongea kwa sababu ya muda. Na hiyo basi kwa maana waelekea bila kubatili Bwana Yesu kwa wako alitumia akianika na mabinti yake Bwana Wanataka Yesu na wanataka kumwamini. Wakati yuko hubiri Injili na Yuda ni hapo anataka kusikia kwamba Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu alikuwa ameenda mbinguni, alikuwa amepaa mbinguni. Nesi pamoja na mitume ndio wakaachwa wakaendelea kuhubiri. Na huyu mtu amesema yeye hakuwa katika kati ya mitume 12, lakini alikuwa kati ya wale ambao walikuwa wameombewa ili wanafanya kazi ya mezani ya kugawa chakula kwa waumini. Praise God. Nimesema kwamba alipoenda kuhubiri Injili akaelezea kutoka mwanzo jinsi ambavyo Mungu alimuita Ibrahimu na akaongoza uzao wake na uzao wake ukaenda katika nchi ya Misri wakakaa mahali pale, tena akatoa Musa akawa mahali pale. Wewe Mungu katembea pamoja na wao katika jangwa kwa miaka 40. Katika haya yote akaenda akielezea. Na katika wakati ya kwamba wakati Mungu aliona ya kwamba sheria haitaweza kumtoa mwanadamu, akamtuma mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Sasa akawaambia kwamba yule ambaye mimi Bwana sifiwe. Uko pamoja? Akawaambia kwamba baadaye akamtuma Yesu ambaye ninyi mliweza kusulubisha. Ibrahim ili ndio alilia kwa shida. Toka kila kuja Yesu wake. Nusu ya mahema no. Kuna ile Ibrahim, kuna kwa wewe, mtu kwa Musa, kwa shoro moja. Amen. Na kwa haya hivi. Mbele ya hekalu. Sikiza hapa. Sema akawaambia, hapa hakuna hekalu. Mungu alikuwa anajidhihirisha pale jangwani kupitia kwa madhabahu ya hekalu. Mungu katika wawahu hiyo. Kama unaongea kwa kama yeye Mungu kanisa. Na yuko wapi? Ndio kwa wawahu. Hata akawaambia hivi. Waliposikia hivyo. Sasa maneno moja yalitokea sana. Akaambia ya kwamba yule Yesu ambaye ninyi mlimsulubisha. Waliposikia hivyo, Biblia inasema kwamba wakafunga masikio yao. Wakasema meno yao. Wakatoka kwa kauli moja wakamwelekea. Wakamshika kwa nje ya jiji. Wakampima na mawe. Praise God. Wili waweze kumuua. Na wakati alipopigwa sana, akalia kwa sauti kubwa. Akapiga magoti akasema, "Ee Bwana, chukua roho yangu sasa." Akapiga magoti na akasema kwa sauti kubwa, "Ya kwamba usiwaulizie dhambi hii." Akatoka kumoja lile. Amen. Ndio Mungu alikuwa alikuwa no era para kuga tukamoye bihiari. Ni kwa sababu yeye alikuwa matokeo ya damu ya Yesu. Amen. Hata kama kwa Yesu ona made ndio matokeo ya Yesu. Amen. Yesu. Amen. No kai kwa kila mtu tu aje kama gogeni. Kama ya ila kitu. No, wakati. Biblia inasema kwamba kulipisha kizazi ni kwa Mungu. Na kile kama Mungu alielewa yale haki. Hiyo kitu ya jirani hapo na yako kuna hapo shia ya sasa. Akitiki kai haki. Ona waki ona kwa ndio yale haki. Kwa sababu ya Mungu mwenye haki. Praise God. Bwana asifiwe. Na hivyo kama mtu ambaye amefurahia damu ya Yesu
ya pale msalabani haina haja ya kusema kwamba Mungu akulipizie kisasi. Kwa sababu wale nyingi akaile. Amen. Na pamoja na hayo sikiza hapa. Ungekaa kwenye hivyo. Niko kuletea hivi. Ya watu wako wakakula budi hivi pale. Kwa yake wali. Na tena ukakosea Mungu kwa sababu anasema kwamba kulipizia kisasi ni kwake. Bwana tukalele kule hivi. No kwa kule hivi. Hoya positive. Dia ini kan dadima. People don't know. No kai aku adime. Aku sioi. Kamu harus sioi orang yang ada di dunia. Ibu tahu kan? Orang yang hidup, kita hidup di dalam ini. Sudah boleh diri. Gitu ini dia tuh yang boleh. Kayak orang ini murus rapi kamunya. Jadi, kalau kita tidak apa-apa ini, siapa serikali boleh kasih? Usifanye nini? Sichukue sheria. Ndio orang kaya kuli. Kata hoya, kita kaolai. Unachukua sheria mikononi. Kwa kuosho kitu kingine gani aliyoyeye. Na kwa hivyo kama Mungu, lazima tujifunze kusamehe. Kwa sababu tunapolewa na damu ambayo ni damu ya msalaba. Praise God. Katika kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter 8, verses 8, 10, 11. Hebu tusome mistari mitatu hapa miwili, verses 10 and 11. Genesis 4, verses tusome anza 8, kwa sababu sio mistari mirefu. Anza 8 mpaka 11, lakini I want to emphasize on verses 10 and 11. Genesis 4, chapter 8 to 11, lakini I want to emphasize to put more emphasis on verses 10 and 11. Hebu tusikize hapa. Sasa huyu ni Abel. Wakati ambapo aliweza kuuawa na ndugu yake Kaini. Na Biblia inasema kwamba wakati damu ya Abel ilipomwagika katika ardhi, Biblia inasema kwamba ililia ili iweze kulipiziwa kisasi. Na Mungu akasikia sauti ya hiyo damu. Na akamuuliza Kaini, wapi ndugu yako Abel? Naye Kaini alikuwa mtukufu. Ai Mungu ya atokie Mungu tu ndani kwa Mungu. Akamuuliza Mungu, kwani mimi ndiye mlinzi wake? Ndio kidogo ndio akaje huko. Kwa kuona Mungu anaye. Ndio ndio basi kwa Mungu kama ya ukamya kapi hapo. Basi. Karena ini adalah bahasa Indonesia. I don't want peace. I don't want peace. I want problem. Jangan hari aku. Bukan cara dia boleh kena mundur. I don't want peace. I want problem. Kau tak ada yang boleh. Dan Yesus dia problem. Dia peace.
Amen. Sasa hii damu ya Abel ikamlilia Mungu na Mungu akasikia kilio. Akamuuliza Kaini, wapi ndugu yako? Naye akamuuliza Mungu, kwani mimi ndiye mchungaji wake? Kwani mimi ndiye mlinzi wake? Na Mungu akamwambia, kwani ni nini hiyo nimesikia? Nimesikia sauti ya damu yake ikililia ikiwa kwenye mchanga. Hadi ono wao na lakini ndio hiyo Yesu aidhimu na Mungu. Kwa hapo kanya kwa bili. Na kanya yake yako kanya. So wewe akilio kwa Mungu. Toka huo ni ake. Biblia inasema kwamba Mungu akamuuliza Kaini, si damu yake inanilia ikiwa kwenye mchanga. Na kabla ya hiyo ni hoja. Kristo. Na kati Mungu ambaye ni Kaini hakuweza kutubu. Hakuweza kuelekea mbele za Mungu. Mungu akamwambia, kutoka leo wewe umeaminiwa. Amen. Laana itakuwa juu yako. Na kupitia kwa mchanga umeaminiwa. Kwa sababu ule mchanga ulipokuwa kichwa chake, upokee damu ya ndugu yako ambaye wewe mwenyewe umeipa. Kristo. Halo. Na kwa hivyo kutoka hapo Kaini akaaminiwa, akaishi chini ya laana. Akamwambia Mungu, na hiyo laana imenizidi. Lakini haikubadilika. Kristo. Ndio unaposoma kitabu cha Waebrania sura ya 11 pale na 12, Biblia inasema kwamba sisi tunakiri damu ya Kristo ambayo inaleta matokeo mazuri kuliko ile ya Abel. Kwa sababu damu ya Abel ni ya kulipiza kisasi, lakini damu ya Kristo ni ya msamaha. Amen. Huyo kanisa ukaangalia na kanisa hapo. Ndio kiasi. Damu ya Kristo ni ya kusamehe. Na wakati tunapoishi ni vizuri tuonyeshe kwamba sisi ni matokeo ya damu ya msalabani. Watu wamejawa na kusamehe. Watu wanajawa na kukana na roho nzuri. Hata wakati ni mnaona hukumu, hata mtu akikukosea, usidumu na ule uchungu katika moyo wako. Jifunze kusamehe. Jifunze kuweka mizigo chini ili uweze kuwa mwepesi kutendeka katika hii safari ya Mungu. Mambo yao. Watu kama hivyo kwa Mungu. Utaelewa. Kristo. Wewe kama Mungu, wewe jifunze kuwa na hali ile ya kusamehe, hali ya kutembea katika moyo wa kusamehe. Na tunapokumbuka wakati wa Pasaka, tafadhali ni vizuri kuitaka niombe ya kwamba Mungu akusaidie. Hata kama mtu ambaye alikufanyia jambo baya, alikufanyia madharau, alikufanyia mambo mabaya, ya kwamba uliweza moyo wako ukaudhika. Roho yako imani kukaa na majina ya kiroho. Moyo wako ukabwana damu nyingi kwa sababu ya kujeruhiwa na yale madhambi. Tafadhali usikwenda na kumwambia Bwana ni kweli. Amen. Kwa sababu Mungu, unapomwambia Mungu anakuponya na pia anakupa amani. Na katika safari yako ya safari ya mbinguni, hautaelewa kwa sababu ya mizigo mizito, lakini utakuwa mwepesi na mwepesi wa kusamehe na pia mwepesi katika kutembea katika njia kuu ya uongozo wa Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Ni Mathayo 18. Hapa tunataka kusomea, sitaelezea sana, lakini ningetaka kusikia kutoka kwa Biblia. Direct from the word. Hii leo ningetaka kulisikie sana. Ili tuone jinsi ambavyo tunastahili kujifunza. Na kama kile umeshahudia mara tena, basi hebu ile neno letu la siku ya leo tumalizia. That is Matthew 18 verses 23 to 35. Mistari kadhaa hivi tusome, tutasoma sote haraka pole pole pia ikitia. Hapa ile shamba na akaletea mmoja ambaye alikuwa na deni ya dalili ama shilingi
10,000. Na sheria hiyo inasema hivi, yeye auze na mke wake na watoto wake ili waweze kulipa hiyo deni. Wakati alipoenda kwa bwana wake, akaanguka kwenye miguu yake, akapiga magoti, akamuomba, akimwomba mtu wako piga kuondokea nenda kunihawo. Hapahamili yevyo na mutumia kwa evyo na shaka shito shiteki ni wake kwa bole rushaka wakwa ni wake na kemwatu wake akibingirana aikemwa hea. Praise God. Akibwa hea nowe kwa hea wakati alitoka pale amesamehewa deni ya shilingi 10,000. Akakutana na mwenzake ambao walikuwa wanafanya kazi pamoja, ambaye alikuwa na deni yake ya shilingi 100. Praise God. Naye akamkaba kona, akimwita lipo, akimaanisha ni mtendo hapa wote. Praise God. Biblia inasema kwamba naye kama vile Mungu alifanya, naye akaanguka miguuni mwake, akamwambia na kusihi, nipe wakati, be patient. I wait all. Nisamehe, ningojee kitaifa yote. Akamwambia hapana, lazima ulipe. Na kwa sababu hapa anachakulipa, Biblia inasema kwamba akatupa kwenye korokoro. Na alikiwa korokoro ile. Nena heli topalile kwenda ndani. No waita ni korokoro hii, wenyewe kwa hii mapito. Praise God. Nataka uone huyu na jinsi ambavyo Mungu huwa anakuona. Praise God. Biblia inasema kwamba lile maana ya utawala nake lile kwa wao yashatielekee na bakilia kwa wale kwa hiyo wenyewe teimu bili mwanadamu wa mapigo wakaenda kwa bwana wao na makelele wote lile wale ndio waliko kwa hapo ndio wale leo na anakuelekea ndio shiriki kwa ni kwa hiyo naye bwana wao akaita ile ndeni wake akauliza nini hiyo umefanya? Nilimsamehe yako yote ya 10,000, shilingi 10,000, lakini umeshindwa na kusamehe mwenzako ya deni yake shilingi 100. Bwana sana. Ndio tuliona leo. Okiweka ageoecho kwa hiyo na hivyo Diana kwa aliyekuwa usio wote. Sasa hii yote imetoka na nini? Na kukosa kusamehe. Sijui nani amekukosea. Sijui ni uchungu gani umekumbisha kwenye moyo wako. Na ukikumbisha ule uchungu, moyo wako unajaagiza. Hata wewe wa Bwana haupati nafasi. Lakini vitu yetu wapendwa, Mungu atusaidie kuweza kujitakasa kwa njia ya kusamehe wengine. Tunaposamehe, naye Mungu wetu wa mbinguni anatusamehe. Praise God. Kwa hiyo ukifungulia mlango wa msamaha, lazima kusamehe wengine. Na ukiri pia, ukiri wengi kama maji,